Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Bismillahirrahmanirrahim. Mzee wetu Rais Mstaafu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa mgeni rasmi Hassan Mwinyi, Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Naibu Spika, Mheshimiwa wabunge wetu, Rais Mstaafu wa Tanzania wa awamu ya pili, Ustadh Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Zungu Dr. Ali Hassan Mwinyi. Mlolongo ni mrefu na mawaziri, Naibu Spika Suleiman Jafo wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mdau wa mazingira yule Ustadh Musa Zungu, Sheikh Abdallah Ulega mbunge wetu. Mlolongo ni mrefu na mawaziri, waziri wa mifugo Suleiman Jafo, lakini pia nisimsahau mdau wa mazingira wangu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Abdallah Abbas Ulega mbunge wetu wa Mkuranga na waziri, lakini nisisome sana kwa sababu muda, lakini pia na mzee wa wazee wa mkoa wa Dar es Salaam Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam Bwana Abbas. Lakini bora nikimbilie kwenye itifaki, nisisome sana kwa sababu muda, ili tusiwachelewe. Pia na mzee wa wazee wa mkoa wa Dar es Salaam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'ani, lakini bora nikimbilie inna hadha al-Qur'an kwenye itifaki yahdi lillati hiya aqwam, tusiwacheleweshe sana. Hakika ya hii Qur'ani mgeni rasmi inawaongoa watu Subhanahu wa Ta'ala kuendea katika yale mambo ndani ya Qur'ani zaidi na maadili mazuri zaidi. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati, kama kuna aya inayozungumzia maadili, basi mojawapo ya hii Qur'ani iliyoko kwenye sura Al-Kahfi inawaongoa watu kuendea katika yale mambo mazuri zaidi na maadili mazuri zaidi. Hii kwa sababu ndio pengine kama kuna aya inayozungumzia maadili, basi mojawapo mbiu iliyokuja mwaka huu Al-Kahfi, Qur'ani na maadili. Na kauli mbiu hii imekuja katika wakati mwafaka sana, kwa sababu ndio na janga limetuingia la kimaadili ambalo mbiu hatukulizoea mwaka huu kuwa ni Qur'ani na maadili kwa nguvu. Na kauli mbiu hii imekuja katika wakati hali sana, kwa sababu haifai tuna janga hivi wala kurasmishwa la kimaadili ambalo hatukulizoea kuwa ninataka kurasimishwa kwa nguvu na wenye maguvu, na ili hali halifai kuwa hivi hivi wala kurasimishwa. Lakini pia nisisahau kazi iliyofanywa na Sheikh Othmani Kaporo katika kutengeneza jambo hili la tahfidhi ya Qur'ani tukufu. Ametekeleza kauli ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam inayosema, inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu, hakika ya Mwenyezi Mungu anapenda mtu akifanya jambo alifanye kwa ufanisi. Mapema sana miaka 1444 iliyopita Mtume ametaka ufanisi, na katika jambo hili la kuhifadhisha Qur'ani Sheikh Kaporo
ana nafasi ya juu sana katika ufanisi wa utekelezaji wa mambo haya. Ushahidi ni hili kundi la wanafunzi ambao tayari wameshachukua shahada za juu, na wengine alhamdulillah ma-DC, lakini na kundi hili wengi wao hawajapata ajira, na mimi naunganisha sauti yangu kupitia sauti yake ya jamani, nyinyi mnaomiliki mashirika, makampuni makubwa, wapeni kipaumbele hawa vijana kwa kuwapatia ajira. Kwa sababu mimi binafsi nimeonja nilipobeba shahada ya sheria alafu nikawa sikupata ajira upesi. Nimewahi kuendesha teksi bubu hapa Dar es Salaam na leseni sina mfukoni miaka 3. Hatimaye nikaingia kuwa mwalimu wa sekondari, nikatoka hapo baadaye ndio hivyo imamu mkuu wa msikiti wa Manyema, mpaka hapo nilipopata ajira. Imechukua muda, niliona tabu. Sasa kama mimi nilivyoona tabu, bila shaka na hawa wana tabu. Kwa hiyo wale ambao wanao nafasi za kuwaajiri wawape kipaumbele hawa, ili wasipate tabu ile ambayo mimi nimeigusa. Kwa hiyo nimpongeze sana Sheikh Othmani Kaporo kwa matunda haya ambayo ametuandalia. Ni vijana wetu hawa, na hawa insha Allah ndio watakuwa wanasiasa wetu, watakuwa mawaziri wetu, watakuwa wabunge wetu, watakuwa madaktari wetu, watakuwa mainjinia wetu. Watatutengenezea yale tunayotaka kimaendeleo katika nchi yetu. Kubwa zaidi, watakuwa ni watu wa maadili, kwa sababu wamepambika kwanza na Qur'ani kabla ya kitu kingine chochote. Na bila shaka imani yetu ni kwamba mtu akiwa waziri lakini amehifadhi Qur'ani, bila shaka huyo atakuwa ni waziri mzuri zaidi kuliko yule ambaye bahati mbaya hakuhifadhi. Lakini uzuri zaidi tunautaka. Hao wasiohifadhi alhamdulillah wamefanya vizuri zaidi na wanaendelea kufanya vizuri zaidi katika shughuli zao. Sasa sikwambii hapo akiwa amepambika na Qur'ani tukufu. Mimi nimeagizwa na Mheshimiwa Mufti wa Tanzania, nikija hapa wakati nikimwakilisha chonde niseme chonde, tushikamane pamoja. Kwanza kabisa kulinda amani ya nchi yetu. Tushikamane pamoja kwa nguvu zetu zote kupiga vita kwa nguvu sana, tena kwa mkono wa chuma, kwa mujibu wa sharia, hili janga lililotusogelea linalowanyemelea watoto wetu, vijana wetu mashuleni na sehemu nyingine. Lakini si hasha kwa hila na njama za watu wenyewe hao wanaolisimamia, hawatoishia kwa vijana tu. Iko siku watataka na wazee nao wajiunge na jambo hilo. Ni wabaya wale, hawaaminiki. Hii ni hatua tu, pengine wameanza na vijana wadogo, wakisha kuwaona haya tayari watasema na haya hivi vizee navyo kabla havijenda kabrini, ngoja tuifanye iwe mizee ya kishoga. Aadhana Allahu min dhalik. Wale watu ni wabaya, hawaaminiki. Bora hapa kwenye ufa, kabla ukuta wenyewe haujaanguka, tuzibe nyufa hizi, tukazane, tusimame, tukatae ukweli wa kukataa. Na miongoni mwa njia ya kukataa ni kujitahidi kujitegemea. Ikiwa kulima tulime, ikiwa kufanya kazi tufanye kazi, ikiwa kusoma tusome, ili tusiwe wahitaji wa kila kitu. Kupitia uhitaji huo watatuambia, ili nikusaidieni hivi, fanyeni hivi, ili msaidiwe hivi,
fanyeni hivi, basi itakuwa hata wazee wanataka msaada fulani, basi nao watatakiwa wafanye hivyo. Sasa huko nako hawaaminiki. Kusema kweli, haya ndiyo aliyoniagizia Mheshimiwa Mufti niyazungumze hapa, kwa sababu ndio jambo lilokuwepo uwanjani. Qur'ani ipo toka zamani, maadili mema alhamdulillah wazee wetu wametuadilisha, japokuwa hivi sasa hivi baadhi ya wazazi hawana maadili, lakini insha Allah tutawapunguza hao baadhi ya wazazi ili wazidi wazazi wenye maadili, ili nchi yetu iwe nchi nzuri ya amani na utulivu kama hivi tunavyokwenda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.